Asubuhi na mapema katika fukwe za bahari ya Hindi jijini Dar es Salaam, sauti ya mawimbi ya bahari sasa inachanganyika na sauti nyingine, mifuko ya plastiki ikikusanywa, mizani ikipima taka, na wakazi wakifika na mifuko ya chupa na plastiki walizokusanya majumbani. Kwa miaka mingi, taka za plastiki na uchafu zimekuwa zikionekana katika maeneo mengi ya pwani ya jiji la Dar es Salaam, jiji linalokuwa kwa kasi. Lakini sasa kuna mabadiliko mapya. Peter Emmanuel, kijana alitumia ubunifu akilenga kuifanya Dar es Salaam kuwa safi. Ni kupitia taasisi yake ya urejelezaji wa taka, The Recyclers. Idea ya TakaPesa ni rahisi, ilikuja kama wazo baada ya kuona changamoto kubwa ya ukosefu wa utunzaji mazingira na udhibiti katika sehemu za kuishi ama nyumba za kuishi. Changamoto ambazo tunakutana nazo ni nyingi, ikiwemo kuwa na wananchi bado hawajawa na uelewa na mwamko wa kutunza mazingira, lakini pia kumekuwa na mazoea ya kitabia ya kutupa taka ovyo. Kwa hiyo bado ni changamoto kwa upande wa TakaPesa. Kando ya ufukwe wa bahari ya Hindi, wafanyakazi wanaonekana wakikusanya chupa na plastiki zilizotupwa. Wakati huo huo, wakazi wanawasili wakiwa na mifuko ya taka zinazoweza kurejelezwa kutoka majumbani mwao. Taka hizo hupimwa, kurekodiwa, na kisha aliyeleta taka hizi hulipwa kiasi fulani cha fedha. Kiini cha mpango huo ni wazo linaloitwa TakaPesa. Hiko kiasi kinanisaidia kwa matumizi ya nyumbani, kununua vyakula, na hata wanangu wakirudi shule wana sabuni ninayo hapo, wanafua nguo, na hela asubuhi nikiamka na hela shule na hapa, na mimi mwenyewe nyumbani pale natumia matumizi madogo madogo, yani kwa matumizi madogo madogo kwangu yani sumbue tofauti na zamani. Kupitia mikutano ya kijamii, kampeni za uhamasishaji na kutembelea nyumba kwa nyumba, Peter akishirikiana na baadhi ya watekelezaji wa wazo hili wamekuwa wakiwahimiza wananchi kukusanya na kuuza taka zinazoweza kurejelewa badala ya kuzitupa. Kwa wakazi wengi, mpango huu sasa umegeuka kuwa chanzo muhimu cha kipato. Wataalamu wa mazingira wanasema bunifu za aina hii zinasaidia kuziba pengo lililopo katika mifumo ya usimamizi wa taka nchini. Kanuni, sheria zipo vizuri, lakini usimamizi wake ndio changamoto zaidi. Pia kwenye usimamizi hapo sheria inasema mamlaka ya serikali za mitaa ina jukumu la kutoa elimu kwa wananchi namna nzuri za kuhifadhi takataka. Wakati huo huo, mahitaji ya suluhisho la taka yanaendelea kuongezeka. Dar es Salaam huzalisha takriban tani 5,000 za taka kila siku, ambazo zaidi ya nusu hubaki bila kukusanywa au kudhibitiwa, na hali hii inaendelea kukua kadri mji unavyopanuka. Faraja Samo, Azam News.